Hilo wazo ambalo umekaa nalo mwaka mzima, kinachokutesa, kinachonitesa ni namna gani nianze kulifanyia kazi. Wamezungumza hapa wazee wangu na wataalamu mbalimbali. Andika wazo lako, usiliache hapa. Andika wazo cha kwanza, lifanye liwe linaonekana kwako, liweke picha, yani kama ni picha iandike, kama ni picha ichore, liwe linaonekana, liwe linatembea kwako. Instagram wana tabia hiyo aliyosema brother hapa kwamba kitu kikipenda mara nyingi kwenye Instagram kinakuwa kinatokea mara nyingi kwenye macho yako. Kwa hiyo wazo kiliandika linakuwa lipo mara nyingi kwako. Nitaanza na Novat. Wakati namjua sijui kama alikuwa na kazi au alikuwa na ajira. Kwanza tuanzie hapo, karibu. Nashukuru sana kuwepo kwenye maskani ya vijana. Hiyo ni ya zamani, moja platform bora sana, ni kwa sababu tu kwamba haijaona macho. Kuna watu hawajaiona, lakini sisi ndani tunafahamu ni jioni ya zamani ya aina gani. Umesema wakati unaniona wakati ule mwanzoni miaka kama 6-5 ilipita hivi. Kuna fursa nilikuwa nazifuatilia. Kwa kama ni mchakato, kuna mtu alikuwa anadai, alikuwa anamwambia kuna mchakato na usikilizia. Kwa hiyo hayo ndio ilikuwa hivyo. Naomba nianze na swali kwa vijana ambao tuko hapa. Pengine kama kuna yoyote, hata wazee wangu hapa, yoyote ambaye amekuwa na wazo ndani ya mwaka mmoja au miwili, yani una wazo kichwani lakini hujachukua hatua au hujalifanyia kazi. Kama yuko yoyote, nyosha tu mkono, sitaki majibu ya sauti. Kama una wazo kichwani lakini limechukua mwaka mzima, miaka miwili na hujalifanyia kazi yoyote. Hilo wazo lipo. Asante. Basi sasa wala usijisikie vibaya. Kama una wazo na hujalifanyia kazi usijisikie vibaya. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo linatutesa vijana ni wazo ambalo halijawa mchakato. Yaani tunawaza zaidi. Yaani nawaza kwamba nifanikiwe lakini sijui nini nifanye au nitokeje kwenye hili wazo nilonalo. Asante. Hilo wazo ambalo umekaa nalo mwaka mzima, kinachokutesa, kinachonitesa ni namna gani nianze kulifanyia kazi. Wamezungumza hapa wazee wangu na wataalamu mbalimbali. Andika wazo lako, usiliache hapa. Andika wazo cha kwanza, lifanye liwe linaonekana kwako, liweke picha, yani kama ni picha iandike, kama ni picha ichore, liwe linaonekana, liwe linatembea kwako. Instagram wana tabia hiyo aliyosema brother hapa kwamba kitu kikipenda mara nyingi kwenye Instagram kinakuwa kinatokea mara nyingi kwenye macho yako. Kwa hiyo wazo kiliandika linakuwa lipo mara nyingi kwako. Moja ya vitu vinavyotesa kingine ni kwamba nilikuwa na wazo mwaka uliopita la kutimiza kitu fulani, lakini kwa sababu sikuliandika linaondoka kutokana na mawazo yale kuja sasa hivi. Lakini kingine ambacho kinatesa vijana ni matarajio yaliyopitiliza. Alisema brother pale, natarajia sana kuliko namna ambavyo naweza nikafanya. Nguvu unayotumia kutarajia inakuumiza kwa sababu kuna watu wengi nyuma yako wanakupa msukumo. Sisi wengine kwenye familia tulizotoka hazituambii kwamba tunatakiwa tufanikishiwe, tunatakiwa tufanikishe. Yaani mama, baba, wadogo zangu pale nyumbani wananiona mimi kama ndo mwokozi wao kwa muda huo. Sio Mwenyezi Mungu, lakini mwokozi kwenye shida walizonazo. Sasa shida inayokuja kwetu ni kwamba tunakuwa na ile tabu, tunakuwa na mzigo mkubwa wa kutaka kuwaonesha kwamba nimefanikiwa. Moja vitu vinavyotesa vijana kingine ni kuonesha watu kwamba nimefanikiwa kuliko kufanikiwa kwenyewe. Na sivyo bahati hasa mimi naifanya labda vitu vinavyoonekana. Kwa mfano nafanya kazi ambayo baba na mama wanaiona, wadogo zangu wanaiona. Hawezi kuniamini kama labda nimekosa. Kwa wakati mwingine ni mateso, lakini napaswa kuchukua hatua ya ziada kwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Ametuambia hapa mzee Muna, mzee wa jioni ya zamani. Nashukuru sana kukutana nawe mara nyingine, labda wewe unaniona kwa mara ya kwanza lakini nimeshakuona mara nyingi. Kwa hiyo tumekuwa tukipambana na kuondoa mstari mwembamba uliopo unaotenganisha ukweli na uongo. Yaani familia inachokijua na inachohisi ni kwamba mimi tayari nimefanikiwa, na wanataka kuyaona mafanikio mezani. Pindi ambako wanataka mimi niwe msaada kwao, na kuwa sio msaada kwa sababu ukweli ni kwamba sijafanikiwa.
Hatua za kufanikiwa ziko nyingi. Kwa mfano tuweke kwenye rate ya 10, 1 hadi 10. Vijana tunatamani tufike 10 kabla ya kuanza 1. Haijawahi kuwa hivyo, haitakuwa hivyo. Maisha hayajawahi kuwa rahisi, sio rahisi na hata kuja kuwa rahisi. Moja ya vitu vinawatesa vijana wengi na vinatesa pia ni kwa sababu tunahisi kwamba wewe una njia ya kufanikiwa kiurahisi kuliko watu ambao wamepita kwenye maisha kama wazee wetu. Ingekuwa rahisi, kusingekuwa na haja ya kutumia nguvu na akili. Tungefanya tu vitu vikatokea. Amezungumza Kevin hapa swala la betting. Ni mchakato mrahisi kwenye vichwa vya vijana sasa hivi. Siwezi kuwakania, siwaambii. Kila mtu anaweka 500, 1000 akitarajia apate milioni 8. Hicho kitu kikitokea kwa haraka kwa kila mtu, kusingekuwa na haja ya kutafuta kazi wala fursa. Sababu si unaweka tu 500, sina kuomba 500, 1000 naweka, nafanikiwa. Maisha ni magumu, hayako hivyo. Sasa namna gani ya kutoka hapo? Ndio maana mwanzo niliuliza hapa, nani mwenye wazo lakini hajalifanyia kazi, na ni mwaka 1 au 2? Hilo wazo bado liko kwenye akili yako, liko kichwani mwako, na ni wazo kwa sababu ni tamanio. Sasa ili liwe fursa lazima uliandike, ili hata utapokuja kupata hela kulitimiza ulikumbuke kimaandishi, sio hapa. Sababu hela inachanganya. Ukipata hela unasahau vyote ambavyo ulishawahi kufikiria, unaanza kufanya kilichopo mbele yako. Kama ni ninavyosema, vijana wanataka kuonesha, nitawatafuta kina Kevi, nitake kuwaonesha sasa bana nataka kula nini. Tabia ya pesa ya kijinga ilivyo. Lakini ukweli ni kwamba ukiwa umeliandika jambo, ikatokea fedha umeipata kwenye mchakato wako wa kutafuta. Sio kwamba watu hakuna bahati, bahati zipo, lakini bahati haitokei kila wakati. Alafu bahati haijaandikwa kwako tu, na bahati inapatikana kwenye kutafuta. Yaani bahati haitafuti ukiwa umekaa, yaani upate ukiwa umekaa nyumbani. Ni kwenye fursa. Amesema hapa miaka 7-8 iliyopita, ndio miaka ambayo nilimaliza chuo, miaka 7 au 8 iliyopita. Nimekaa mtaani miaka 7-8. Sikuwahi kuajiriwa na kazi rasmi yoyote. Sio kosa, sio kila atakayemaliza ataajiriwa, lakini ilikuwa ni tamanio langu siku moja kwenye kile nilichonacho, nilichokisomea na ambacho nahisi nacho ndani yangu, na wengi wakawa nakiona nikifanyie kazi. Lakini wakati nasubiri hayo, kuna michakato ilitokea hapa katikati. Kuna fursa zilitokea hapa katikati. Kuna watu walipenda tufanye kazi kwenye fursa walizonazo wao, sio nilichonacho mimi. Lakini sikupuuza ile sauti, sikupuuza ilioniita kufanya kazi na wale watu. Wale watu katikati yao ndio walionifanikisha leo kwenye fursa nyingine, sio mafanikio. Mimi siaiti mafanikio. Sababu mimi kuna sehemu nataka kuona nafika lakini sijafika. Lakini ndio kwenye mchakato katika zile njia zangu nipo kwenye hiyo njia. Kingine, tusiache njia zetu. Yaani kama kuna kitu ambacho ni wito wako kwa kuongea na Mungu wako kwenye maombi na kiroho, unahisi kama ndo sauti na wito wako, usiuache. Lakini ikitokea fursa nyingine ambayo iko nje ya sauti yako, fanya. Katikati ya hizo fursa na huko kufanya, ndiko unakoelekea kwenye ile njia yako. Si kama tunaelewana hapo? Kwamba kwenye njia unazozipita ziwe ni njia zinazokupeleka kwenye destiny yako, pale mwisho, pale unapopataka. Lakini katikati inawezekana ni fursa ambazo ni ngumu wakati mwingine, lakini kama hazivunji sheria za nchi, utu, ubinadamu, tufanye. Kwa sababu ndizo zitakazopeleka kwenye hiyo njia. Kwa mfano amesema nilikuwa nafanya masuala ya kupiga picha. Wala haikuwa njia mbaya, njia nzuri tu, lakini ambayo nilikuwa situmiki vizuri kipaji changu. Kwa hiyo imetokea fursa ya kutumikia kipaji changu, na hapo nilipo sikwenda nikiwa najua nitakuwa mtangazaji wa hiyo media aliyosema natangaza ITV, nasoma taarifa habari, nafanya vipindi mbalimbali vya ile media. Lakini mimi nilienda kama mtangazaji wa radio inayomilikiwa na ile TV. Ndio niliitwa, kuna mfanyakazi aliondoka, mimi ndo naenda kuchukua nafasi yake. Nikiwa naenda kabisa nikajua kabisa mimi naenda kufanya kipindi fulani cha asubuhi, na mpaka sasa nakifanya. Lakini baada ya kufika, Mwenyezi Mungu hajawahi kuwa Kevi wala mtu mwingine yeyote kati yetu, ni kwa mfano wake tu. Lakini nimefika kwa ule wito na wao kuona, baada ya miezi 3 tu kuingia pale ndani, wakahisi naweza nikafanya. Wakanipa fursa na haijawahi kuwa mbaya mpaka kesho. Ni tangu mwaka 2024, ni juzi tu. Lakini imekuwa ni njia na imeendeka mpaka sasa. Ndio maana nasema ukiwa kuna jambo lolote unahisi kwamba unataka kuliendea, basi pita kwenye njia zozote unazohisi zitakufanikisha na mwisho wa siku utafika. Kingine ni nini? To stick kwenye malengo. Vijana tunayumbishwa sana
alisema mama hapa kuhusiana na masuala ya mahusiano, kuhusiana. Vijana tunakutana vijana kwa vijana, ndio kutengeneza mahusiano, ndio familia zinapoanzia. Lakini tunayumbishwa sana na maumivu aliyosema brother, mtaalamu wa saikolojia hapa, kwamba moja kati ya eneo ambalo lisipokuwa salama litatuumiza ni kichwani na kwenye mioyo yetu. Huwezi kuyatimiza malengo yako kama saikolojia yako haiko sawa sawa. Huwezi kuyatimiza malengo yako kama moyo wako na maumivu. Kwa hiyo tupende kwa kiasi. Yaani mimi sijui huwa naonekana kama mtu fulani katili kidogo kwenye maeneo hayo. Yaani mimi siwezi kumpenda mtu nikawa mjinga. Nikikupenda siwi mpumbavu. Naweza kukuignore, naweza kukuweka pembeni na maisha mengine yakaendelea. Yaani sikuumizi lakini hunifanyi nikawa mjinga wa kushindwa kuyatimiza malengo. Sasa vijana tukijaribu, kwa sababu kuna mtu anapenda, sasa ikifika wakati wa kwamba kuna vitu atakuwa kuviendea kwa sababu tu amependa, sasa nafanyaje sasa? Isiwe hivyo. Wewe sio mama yako wala sio baba yako. Kwa hiyo tujitahidi kupenda kwa kiasi, tusiache kupenda, kunasaidia, lakini kwa kiasi, kiwango fulani, kwa sababu hawa watu pia dada zetu, kaka zetu hawa, yani mimi naweza na maamuzi yangu wakati naishi nikiwa na maamuzi yangu. We dada unaishi ukiwa na maamuzi yako kichwani. Unaweza ukayafanya maamuzi yako ambayo hayanihusishi mimi. Yaani unafanya maamuzi ya ku move on bila kunihusisha, alafu na move on. Alafu mimi niumie kwa sababu nimesha move on. Napaswa kuwa na kiasi. Kwa hiyo hicho kikiwepo, kiasi kwenye kila kitu, kwenye kupenda, kwenye maisha, hata kama kuna kitu nakiendea fanya kwa kiasi bila kupoteza wakati kaka. Kidogo natamani kuongea na wewe kulingana na experience yako ya Dar es Salaam. Moja kati ya jiji ambalo lina sifa ya kuvunja mipango ya vijana wengi. Tunaona meme nyingi sana zikitembea mtandaoni. Mwaka wa 3 da haujengi. Mwambie njoo na wewe Dar es Salaam. Kama utaweza, unaijua kitambaa cheupe wewe. Nataka unizungumzishe ni kwa namna gani unaweza kujipanga kuepuka baadhi ya vishawishi kama kijana kwenye mazingira ya namna hiyo. Karibu. Moja ya swali bora kabisa. Mimi sikuwahi kuwaza kuishi Dar es Salaam wakati natafuta, yani wakati naanza mipango yangu, sikuwahi kutamani kuishi Dar es Salaam hata siku moja. Na ni moja ya jiji ambalo nilikuwa nasema sitaenda kuishi, lakini baada ya fursa na njia kutokea ndipo zilipo nyingi. Media ukiangalia vyombo vya habari vikubwa vimekaa kule, huku kuna matawi tu. Tena mimi naishi Sinza sasa. Moja ya maeneo ambayo kwenye memes zinatembea sana ni Sinza, Dar es Salaam. Na naishi pale kwa sababu ya karibu na kazini kwangu. Ni kama kilomita 1.5. Anapafahamu Sam na Kevin nyumbani. Moja ya jambo ambalo litakusaidia kwa jiji kama lile lenye mchanganyiko aina kubwa ya watu, inaelekea milioni 10 idadi ya watu pale. Kwenye sensa 2022 ilikuwa milioni 8, sasa inakaribia milioni 10 kwa huko tunakoelekea kutokana na kuzaliana, kufa na kuongezeka. Moja ya jambo ni focus. Na hasa sisi ambao tunatoka. Mimi nimeishi Arusha miaka yangu yote kabla ya kwenda Dar es Salaam. Yaani tangu mwaka 2004, 2005 nimesoma na kukulia hapa. Yaani Arusha mimi hamna chochoro nisioifahamu. Sababu nimekuepo mdogo kabisa, napita kila mahali. Moja ya jambo ambalo ukienda kule na umetoka huku ni focus, kwenda na lengo lako. Ndio itakusaidia kwa sababu watu wako wengi na wanapoteza, watu wako wengi na wanaelekeza, watu wako wengi na wana maelekezo kuhusu ndoto zako kuliko wewe. Yaani wapo alafu wanakuelekeza wewe kuhusu nini unapaswa kufanya. Wapo wengi na ni walimu wazuri kweli kweli kama usipotumia akili yako vizuri. Kwa hiyo kikubwa Kevin na vijana wenzangu ni focus, lengo. Hakisha unaenda na lile ulilotazamia. Kama kuna jambo umeondoka nalo hapa, unaenda kule na kuna fursa imetokea. Ndio maana brother alisema kwa mfano nataka kwenda Dar es Salaam, lakini unaenda ndio, unaweza kwenda, mtu yote anaweza kwenda, si nauli tu. Lakini unaenda kufanya nini? Kwanza jiji lile limejaa. Lina joto kali. Unaenda kufanya nini? Kwa pamoja na zile shida zote zilizopo kwenye ile jiji, hakuna hali ya hewa nzuri kama hii. Ndio maana mimi likizo yangu inaanza tarehe 20 naondoka tarehe 20. Yaani sijawahi kupenda kuwepo. Kwa hiyo mimi nafanya kwa sababu kuna kazi. Kwa kama kuna jambo limekupeleka, focus. Nenda nalo. Usiyumbishwe. Ndio maana nasema Dar es Salaam ina walimu wengi. Ndio maana nasema ni jiji la kitapeli fulani hivi. Walimu wengi, hata ukija leo na mimi ni mwalimu, mawinga ni wengi na ndio fursa walizonazo, watakuelekeza kila kitu.
Yani kile unachokitaka Dar es Salaam utakipata. Lakini lengo lako ni nini? Ulisema, yani ndani yako ulisema kwamba ukipata hela utafanya nini? Kwenye kichwa chako ulisema kwamba hiyo kazi unafanya ndio itakuwa kazi yako ya maisha yako. Lengo lako ni nini? Je, ile jambo alisema brother hapa la kujiongezea kipato, umejipanga kweli kujiongezea kipato? Lengo lako ni hilo? Utafanya hivyo? Na je, ili ufanye hivyo, una hakika kweli kwamba ukipata hiyo hela bado utakuwa na hilo wazo? Au ukipata hela linafutika, linaevaporate ghafla tu kwamba hivi nilikuwa nafikiri nitafanya nini? Hiyo. Kwa lazima tuandike, tu focus, lakini pia tufanye bila ya kupoteza. Yani bila ya kupoteza kwa maana gani? Yani nilisema nikipata hela nitafungua genge. Sio jambo dogo. Kwa eneo kama mfano la Dar es Salaam kuna mtu ana genge na anaendesha familia yake. Yani mzunguko wa watu wanaohitaji hicho kitu ni wengi. Je, ulisema hivyo? Uliongea na Mwenyezi Mungu hivyo? Lakini pia kingine, vijana tusisahau kwenye eneo la kiroho. Yani hiyo tusipoteze hata kidogo. Yani wakati tunapanga, mshirikishe Mwenyezi Mungu. Yani tuna mambo mengi kweli kwenye ujana huu, lakini at least basi upate muda wa kuongea na Mwenyezi Mungu kuhusu hilo lengo lako, kwa sababu dunia na mambo mengi hii. Kwenye kuhusiana huko kuna mambo mengi huko. Unahusiana na mtu ambaye katoka kwenye familia yake, wewe umetoka kwenu, analiroho huko kwao. Hatujuani vizuri, na hata tukijuana, pengine labda tukijuana vizuri hata hatuwezi kuhusiana. Yanaweza nikakujua vizuri dada, nisihusiane na wewe nikakuogopa. Kwa hiyo kutokujuana huko pia tushirikishe Mwenyezi Mungu, tunapunguziwa kile kiasi cha kufanya. Kwa kwenye muda huu mchache Kevi ambao bado tunao, niseme tu kwamba focus, andika, endelea kuamini, endelea kusali. Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo pengine vinatupoteza ni kuamini kwamba una uwezo sana. Yaani kijana unaamini nguvu ulizonazo leo utakuwa nazo kesho. Mzee Muna pengine labda ilikuwa hivyo na wewe kwamba nguvu ulizokuwa nazo wanaamini unazo leo. Si kweli. Si kweli. Yaani nguvu ulizonazo leo, miaka hii nilionayo leo, kuna miaka fulani inakuja hapa inakuwa taabu kweli kweli kufanya mambo fulani fulani. Na hata mimi leo hii nyuma kidogo ya miaka hii kuna vitu nilikuwa nakimbiza navyo kwa nguvu sana. Lakini sio kama nimezeeka, lakini bado nimeanza kuvipunguza, naona kama vya nini? Kwa kwenye umri huo kama kuna kitu naona kinafaa kufanya, kina faida, fanya kwa sasa. Usije ukakifanya ukiwa kwenye umri fulani ukawashangaza watu. Kuna mzee Muna sasa hivi ukifanya kuna kitu kifanya mbele yangu na kuangalia nasema mzee vipi? Lakini kitu nikifanya mimi nasema vijana hao. Sasa hayo tutenganishe kati ya hivyo vitu itatusaidia. Asante.